Je, umewahi kujiuliza nini kinaweza kutokea ukila zabibu kila siku kwa mwezi mmoja mfululizo? Watu wengi hula zabibu kwa sababu ya ladha yake tamu na urahisi wa kula. Lakini jambo ambalo wengi hawalijui ni kwamba zabibu zimejaa virutubisho muhimu vinavyoweza kujenga mwili kwa njia mbalimbali. Baadhi ya watu wanasema zabibu husaidia afya ya moyo, ngozi na ubongo. Wengine wanaamini zinaweza kusaidia kuongeza kinga ya mwili na kupunguza uchovu. Lakini je, ukweli ni upi? Katika video hii, tutachunguza kwa undani mambo yanayoweza kutokea mwilini unapokula zabibu kila siku kwa siku 30 mfululizo. Kama haujaanza, andika kwenye maoni napenda zabibu, na usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki zaidi. Tuanze badiliko la kwanza au faida ya kwanza. Mwili wako utapata antioxidant nyingi. Zabibu zina viambato vinavyoitwa antioxidant. Antioxidant husaidia kulinda seli za mwili dhidi ya uharibifu unaoweza kusababishwa na kemikali zinazojulikana kama free radicals. Uharibifu wa seli unaweza kuchangia kuzeeka mapema na matatizo mbalimbali ya kiafya. Kwa kula zabibu mara kwa mara, mwili hupata msaada wa ziada katika kujilinda dhidi ya madhara hayo. Jambo la pili, afya ya moyo inaweza kuimarika. Moyo ni kiungo muhimu sana. Zabibu zina madini kama potassium ambayo husaidia kudhibiti shinikizo la damu. Pia zina viambata vinavyoweza kusaidia mishipa ya damu kufanya kazi vizuri. Ndiyo maana zabibu mara nyingi huhusishwa na afya bora ya moyo. Jambo la tatu, ngozi yako inaweza kuonekana bora zaidi. Watu wengi hutumia fedha nyingi kutunza ngozi, lakini lishe pia ina mchango mkubwa. Vitamin C na antioxidant zilizopo kwenye zabibu zinaweza kusaidia mwili kutengeneza collagen. Collagen ni muhimu kwa ngozi yenye afya na muonekano mzuri. Jambo la 4, kinga ya mwili inaweza kuongezeka. Mwili unahitaji virutubisho mbalimbali ili kupambana na magonjwa. Zabibu zina vitamini na madini yanayosaidia mfumo wa kinga kufanya kazi vizuri. Ukila zabibu mara kwa mara pamoja na lishe bora, unaweza kusaidia mwili wako kuwa na ulinzi mzuri zaidi. Jambo la 5, utaanza kupata maji zaidi mwilini. Zabibu zina kiwango kikubwa cha maji. Hii ni habari njema kwa watu wote ambao hawanywi maji ya kutosha kila siku. Kula zabibu kunaweza kusaidia mwili kubaki na unyevunyevu unaohitajika. Jambo la 6 ni mmeng'enyo wa chakula. Zabibu zina nyuzi-nyuzi, yani fiber. Nyuzi-nyuzi husaidia chakula kusafiri vizuri kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Matokeo yake yanaweza kuwa kupunguza tatizo la kufunga choo kwa baadhi ya watu. Jambo la 7, ubongo unanufaika pia. Ubongo unahitaji damu ya kutosha na virutubisho sahihi. Baadhi ya virutubisho vilivyomo kwenye zabibu vimehusishwa na kusaidia afya ya ubongo. Hii inaweza kusaidia mwili kudumisha uwezo mzuri wa kufikiri na kutunza kumbukumbu. Jambo la 8, nguvu za mwili zinaweza kuongezeka. Zabibu zina sukari asilia. Sukari hii inaweza kutoa nishati ya haraka mwilini. Ndiyo maana watu wengi hupenda kula zabibu kama vitafunwa kabla au baada ya shughuli mbalimbali. Jambo la 9, afya ya macho inaweza kunufaika. Macho yanahitaji virutubisho mbalimbali ili kubaki na afya. Antioxidant zinazopatikana kwenye zabibu zinaweza kusaidia kulinda baadhi ya sehemu za macho dhidi ya madhara ya muda mrefu. Jambo la 10, mwili unaweza kupunguza uvimbe. Uvimbe sugu mwilini umehusishwa na matatizo mengi ya kiafya. Baadhi ya viambata vya zabibu vinaweza kusaidia mwili kupunguza hali hiyo. Jambo la 11, usingizi unaweza kuwa bora zaidi. Zabibu zina kiasi kidogo cha melatonin. Melatonin ni homoni inayohusika na usingizi. Ingawa si dawa ya usingizi, kula zabibu kunaweza kuchangia mazingira mazuri ya mwili kwa ajili ya kupumzika. Jambo la 12, afya ya figo inaweza kunufaika. Kwa sababu ya maji mengi yaliyomo kwenye zabibu, zinaweza kusaidia mwili katika mchakato wa kuondoa taka mwilini. Figo hutegemea maji ya kutosha ili kufanya kazi yake vizuri. Jambo la 13,
utajisikia umeshiba kwa muda mrefu. Nyuzi, fiber zilizopo kwenye zabibu zinaweza kusaidia kuongeza hisia za kushiba. Hii inaweza kusaidia baadhi ya watu kupunguza ulaji wa vitafuna visivyo na afya. Jambo la 14, afya ya mifupa huimarika. Zabibu zina baadhi ya madini muhimu yanayohusika katika afya ya mifupa. Ingawa si chanzo kikubwa cha maziwa, bado zina mchango fulani wa lishe. Jambo la 14. Jambo la 15. Kuna madhara ya kula zabibu kila siku? Ndiyo. Kula zabibu nyingi kupita kiasi kunaweza kuongeza ulaji wa sukari na kalori. Watu wenye kisukari wanapaswa kuzingatia kiasi wanachokula na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Pia baadhi ya watu wanaweza kupata usumbufu wa tumbo wakila zabibu nyingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kiasi ni muhimu. Baada ya siku 30 za kula zabibu kila siku kwa kiasi kinachofaa, unaweza kupata faida mbalimbali kama kupata antioxidant zaidi, kusaidia afya ya moyo, kuboresha mmeng'enyo wa chakula, kuongeza maji mwilini na kusaidia kinga ya mwili na hata kuchangia afya ya ngozi. Hata hivyo, zabibu si dawa ya kutibu magonjwa. Faida zake huonekana vizuri zaidi zinapowekwa sehemu ya lishe na mtindo mzuri wa maisha. Kama umejifunza jambo jipya leo, bonyeza alama like, subscribe na andika kwenye maoni. Nitajaribu zabibu kwa siku 30. Tukutane kwenye video inayofuata.